Jambo na karibu wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Congo Post News. Tunawakaribisha tena katika taarifa yetu ya habari ya Juni ya leo, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026, ambapo tutakuletea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan habari za vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC kati ya waasi na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Vile kwenye mwisho wa habari tutakunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Basi tunakuomba kuwa nasi mpaka mwisho ili upate kujua nini kinachoendelea mashariki mwa DRC, vile pembe zote za dunia. Karibu. Tuende na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wimbi jipya la wananchi wanaokimbia makazi yao limeshuhudiwa tangu mwanzoni mwa wiki katika eneo la Kasake wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini, kufuatia kurejea kwa mapigano makali kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na wapiganaji wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Hali hiyo imezidisha wasiwasi kuhusu usalama wa raia na kuendelea kuzurutisha hali ya kibinadamu katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, milio ya silaha na mapigano yalianza tena yamewalazimu mamia familia kuondoka kwa haraka katika vijiji vyao ili kuokoa maisha yao. Wengi wao wameelekea katika maeneo ya Ngungu na Kibabi wakitafuta usalama, huku wakiacha nyumba zao, mashamba, mazao pamoja na mali nyingi waliokuwa wakizikusanya kwa miaka mingi. Viongozi wa jamii wamesema kuwa wakimbizi hawa wapya wanaungana na maelfu ya familia nyingine ambazo tayari zimekuwa zikiishi katika mazingira magumu zaidi kwa zaidi ya miezi miwili kutokana na mapigano yaliyopita. Katika maeneo wanayoyakimbilia, changamoto za maisha zinaendelea kuongezeka kutokana na uhaba wa chakula, makazi, huduma za afya pamoja na misaada mingine ya kibinadamu. Kwa mujibu wa viongozi au familia nyingi zinaishi katika mazingira yasiyo salama, huku watoto, wanawake na wazee wakabiliwa na hatari ya ugonjwa wa utapiamlo. Ukosefu wa msaada wa kutosha kutoka kwa mashirika ya kibinadamu umeendelea kuongeza mateso ya watu wao wanaoathirika na vita. Kutokana na hali hiyo, viongozi wa jamii wametoa wito kwa serikali pamoja na mashirika ya misaada kuchukua hatua za haraka kwa kufanya sensa ya familia zote zinazokimbia makazi yao. Wanasema hatua hiyo itasaidia kutambua mahitaji yao halisi na kuratibu msaada wa dharura unaojumuisha chakula, makazi ya muda, vifaa muhimu vya nyumbani pamoja na huduma za afya. Mapigano yanayoendelea katika maeneo ya Masisi yanaendelea kuwa chanzo kikubwa cha mgogoro ya kibinadamu katika mkoa wa Kivu Kaskazini, ambako maelfu ya familia au maelfu ya raia wamelazimika kuishi katika maisha ya ukimbizi ndani ya nchi yao, huku wakisubiri kurejea kwa amani na utulivu. Tuende na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jimbo la Kivu Kusini limeendelea kushuhudia hali ya taharuki kutokana na matukio mawili ya kiusalama iliyotokea katika eneo la Kabare. Mwanamke mmoja mzee amejeruhiwa vibaya baada ya nyumba yake kulipuka usiku wa kuamkia Jumapili katika kituo cha Kavumo, huku mapigano yakiripotiwa karibu na hifadhi ya taifa ya Kahuzi-Biega. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, mlipuko huo ulitokea nyumbani kwa mwanamke huyo na kusababisha nyumba yake kubomoka kabisa. Wakazi hasa vijana wa jirani walifika haraka kumsaidia na kumtoa kwenye vifusi kabla ya kumpeleka katika hospitali ya Karanda kwa ajili ya kupewa matibabu. Hadi sasa anaendelea kupatiwa huduma za afya kutokana na majeraha makubwa aliyoyapata. Taarifa za awali kutoka kwa vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa uchunguzi wa mwanzo ulielekeza mashaka kwenye kile kinachodaiwa kuwa matumizi mabaya ya vilipuzi na baadhi ya wapiganaji wa M23 waliopo katika eneo hilo. Hata hivyo, mamlaka husika bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu chanzo halisi cha mlipuko huu, hivyo uchunguzi unaendelea ili kubaini ukweli wa tukio hilo. Wakati huo Jumamosi asubuhi, mapigano yaliripotiwa katika kijiji cha Kabunswa kilicho karibu na hifadhi ya taifa ya Kahuzi-Biega, pia katika wilaya ya Kabare. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama na wakazi wa eneo hilo, wapiganaji wa Wazalendo walifanya mashambulio dhidi ya nafasi zinazodhibitiwa na waasi wa M23 pembezoni mwa hifadhi hiyo. Mashambulizi hayo yalisababisha majibizano makali ya risasi iliyowalazimu wananchi wengi kukimbia makazi yao kwa hofu wa usalama wao. Wakazi walieleza kuwa milio ya risasi ilisikika kwa muda mrefu, hali iliyozua taharuki na kusimamisha shughuli za kawaida katika vijiji vya karibu. Kwa mujibu wa ushuhuda wa wakazi, mtu mmoja raia alipoteza maisha katika vurugu hizo. Inaelezwa kuwa marehemu alikuwa mwanaume kutoka jamii ya asili ya
wa pigmi au wa pigme aliyekuwa akiishi kwenye kilima cha Batanga karibu na hifadhi ya Kahuzi-Biega. Hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu iwapo kuna majeruhi wengine au uharibifu zaidi iliyotokana na mapigano hayo. Matukio haya yanaonyesha kuendelea kwa hali ya wasiwasi wa kiusalama katika maeneo ya Kabare ambako wananchi wanaendelea kuwa waathirika wakuu wa mapigano na mlipuko unaohusishwa na makundi yenye silaha. Wakazi wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka na wadau wa usalama kuchukua hatua za haraka ili kulinda raia na kurejesha utulivu katika eneo hilo. Hiyo ndio ilikuwa ripoti yetu ya habari kuhusu matukio ya hivi karibuni katika jimbo la Kivu Kusini. Asante. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mchimbaji mmoja wa madini kwa njia ya jadi amepoteza maisha baada ya kuporomoka kwa mgodi katika eneo la uchimbaji la Angoa lililoko katika groupment ya Utunda wilaya Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Tukio hilo limetokea Jumapili tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2026 na limeibua tena wasiwasi kuhusu usalama wa wachimbaji wanaofanya kazi katika migodi ya artizano. Kwa mujibu wa katibu tawala wa groupment ya Utunda, Shemiso Bitasimwa, marehemu alikuwa akiendelea na shughuli zake ndani ya shimo la uchimbaji wakati sehemu kubwa ya udongo ilipoporomoka ghafla na kumfunika. Wenzake waliokuwa karibu walifanya juhudi za kumwokoa, lakini walifanikiwa kutoa mwili wake tayari akiwa amefariki dunia. Mwili huo ulizikwa siku hiyo kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo. Kufuatia ajali hiyo, mamlaka za Utunda zimetangaza kusimamishwa kwa muda shughuli zote za uchimbaji katika mgodi huo wa Angoa. Hatua hiyo inalenga kutoa nafasi kwa uchunguzi wa kina kuhusu chanzo cha ajali na kutathmini hali ya usalama ili kuzuia matukio mengine yanayoweza kuhatarisha maisha ya wananchi. Ajali hii imefufua mjadala kuhusu mazingira hatarishi yanayowakabili wachimbaji wa madini kwa njia za jadi katika eneo la Walikale. Katika migodi mingi ya aina hii, wachimbaji hulazimika kufanya kazi ndani ya mashimo yasiyo na miundombinu salama, bila vifaa vya kujikinga na bila mifumo madhubuti ya kuzuia maporomoko ya ardhi. Wataalamu wa masuala ya migodi wanaeleza kuwa ukosefu wa usimamizi wa kutosha na matumizi ya mbinu zisizo salama za uchimbaji huongeza hatari ya ajali kama hizi, hasa katika maeneo ya udongo dhaifu. Tukio la Angoa limetokea ikiwa ni takriban wiki mbili tu tangu ajali nyingine ya aina hiyo itokee katika groupment hilo la Itunda ambako kijana mmoja mchimbaji naye alipoteza maisha baada ya kufunikiwa na udongo. Kurudiwa kwa matukio haya kumefanya viongozi wa jamii na wadau wa sekta ya madini kutoa wito wa kuimarishwa kwa viwango vya usalama katika migodi artizano. Wanasisitiza umuhimu wa kutoa mafunzo kwa wachimbaji, kuhakikisha matumizi ya vifaa vya kinga pamoja na kufanyika kwa ukaguzi wa mara kwa mara katika maeneo ya uchimbaji ili kulinda maisha ya wafanyakazi na kupunguza ajali zinazoweza kuzuilika. Hadi sasa uchunguzi kuhusu chanzo cha kuporomoka kwa mgodi wa Angoa umeendelea, huku shughuli za uchimbaji zikisalia kusimamishwa hadi pale mamlaka zitakapotoa ruhusa ya kuanza tena kazi katika mazingira yatakayokuwa salama zaidi. Hiyo ndio ilikuwa ripoti yetu kuhusu ajali ya mgodi ya Angoa katika wilaya Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Tuende na habari za siasa kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mvutano wa kisiasa kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda umeendelea kushika kasi kufuatia matamshi mapya yaliyotolewa na waziri wa mawasiliano na msemaji wa serikali ya DRC Patrick Muyaya kuhusu rais wa Rwanda Paul Kagame. Akizungumza katika mahojiano na katika kituo cha habari cha Top Congo FM, Patrick Muyaya alimkosoa vikali Rais Paul Kagame akidai kuwa baadhi ya matamshi yake hayalingani na azi ya kiongozi wa taifa. Muyaya alisema kuwa rais wa Rwanda hapo awali haliwahi kupuuza wito wa kuwekwa vikwazo dhidi ya nchi yake, lakini sasa kwa mujibu wa kauli yake inaonekana kulalamikia adhari za hatua hizo za kimataifa. Kauli hizi zinakuja katika kipindi ambacho uhusiano kati ya Kinshasa na Kigali umeendelea kuwa wa taharuki kutokana na mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC. Serikali ya Kongo imeendelea kuishtumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23, madai ambayo serikali ya Rwanda imeendelea kuyakanusha mara kwa mara. Kwa miezi kadhaa sasa, jumuiya ya kimataifa imeendelea kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kuheshimiwa kwa makubaliano ya amani. Baadhi ya mataifa na mashirika ya kimataifa pia yamechukua hatua mbalimbali za kidiplomasia za kuweka vikwazo dhidi ya baadhi ya watu wanaohusishwa na mgogoro wa mashariki mwa DRC.
Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaeleza kuwa matamshi makali kutoka kwa viongozi pande zote zinaweza kuongeza mvutano wa kidiplomasia na kufanya juhudi za mazungumzo kuwa ngumu zaidi. Hata hivyo, wanasisitiza kuwa suluhisho la kudumu linapaswa kupatikana kupitia mazungumzo na ushirikiano wa kikanda badala ya mivutano kisiasa. Kwa upande wa wananchi wengi wanaendelea kutamani kurejea kwa amani katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano yanaendelea kusababisha maelfu ya watu kupoteza maisha na wengine wanaendelea kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Kauli za Patrick Muyaya zinaonyesha kuendelea kwa mvutano wa kisiasa kati ya Kinshasa na Kigali. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba matamshi hayo yanawakilisha msimamo wa serikali ya DRC. Serikali ya Rwanda inaweza kuwa na matazamo tofauti kuhusu tuhuma na kauli hizo. Wakati juhudi za kidiplomasia zikiendelea, matarajio ya wananchi wengi ni kuona mazungumzo yanapewa kipaumbele ili kurejesha amani na utulivu wa kudumu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi achane kuingia moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Fanya duru ya pili ya mashambulizi ya anga dhidi ya Iran, ikiwa ni baada ya kutangaza kuuawa kwa mwanajeshi wake mwingine. Mashambulizi hayo yalilenga maeneo karibu na mji wa Tabriz, kaskazini magharibi mwa Iran, unaoaminika kuwa na vituo vya chini ya ardhi vya makombora. Hata hivyo, Iran nayo imejibu kwa kufanya mashambulizi yaliyolenga Bahrain, ambako kuna kambi ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani, pamoja na Kuwait. Sudi Mnete na hali jumla ya vita hivyo vya Mashariki ya Kati. Kwa mashambulizi haya sasa ni sawa na kuweka wazi kuwa Marekani na Iran zinajongelea hatua ya vita kamili, huku makubaliano ya kusitisha vita kwa muda yaliyofikiwa mwezi uliopita kwa lengo la kumaliza mapigano yakivunjika. Pande zote mbili zimekuwa zikilenga miundombinu ya kiraia inayotumiwa na mamilioni ya watu, wakati bei ya mafuta ghafi ikipanda zaidi ya dola 90 kwa pipa na kuongeza makali ya ughali wa bei ya nishati hiyo duniani. Jeshi la Marekani limesema mwanajeshi huyo aliuawa nchini Iraq Jumamosi wakati wa operesheni ya kulipua kwa lengo la kuidhibiti ndege isiyo na rubani ya Iran iliyokuwa imeangushwa. Kwa kisa hicho, baadaye rais wa Marekani Donald Trump alijitokeza na kusema wamefanya mashambulizi ya nguvu kubwa usiku wa kuamkia leo, ikiwa pamoja na mambo mengine, lengo pia ni kutoa heshima kwa wanajeshi waliouawa vitani. Tunahuzunika sana, lakini unajua, wale watu wetu mashujaa wazalendo walio uwanjani wanapigana ili kuhakikisha Iran haimiliki silaha za nyuklia. Iran imeharibiwa vibaya sana, karibu imepoteza uwezo wake wote wa kijeshi. Wamebakiwa na uwezo mdogo sana, bado wana makombora machache, bado wana droni, bado wana uwezo fulani wa kutengeneza vifaa vya kijeshi, lakini si mkubwa. Sisi tunadhibiti mlango huo wa bahari, wao hawadhibiti chochote. Tutaona kitakachotokea, lakini tuliwashambulia kwa nguvu kubwa tena usiku huu, na tulifanya hivyo kwa heshima ya wale wanajeshi wetu 3 mashujaa wakubwa. Shirika la habari la serikali ya Iran IRNA limeripoti kuwa mashambulizi ya Marekani yamesababisha kifo cha angalau mtu mmoja karibu na mji wa Tabriz ulioko takriban kilomita 520 kutoka mji mkuu wa Tehran. Tabriz inaaminika kuwa na vituo vya chini ya ardhi vya makombora vinavyoendeshwa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha huko Iran. Wakati huo, kwa mujibu wa shirika la Uingereza la uratibu wa biashara baharini, kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, mabaharia walazimika kuikimbia meli iliyowaka moto baada ya kushambuliwa. Na katika kipindi kifupi kilichopita, msemaji wa wizara ya mambo ya nchi za nje wa Iran, Ismail Baghei, ametamka kwamba Iran haitaruhusu eneo hilo ambalo ni njia muhimu ya usafiri wa baharini kutumiwa na maadui wake kutishia usalama wa nchi hiyo. Aliongeza kuwa Iran imejidhatiti kuchukua hatua zote muhimu kulinda mamlaka yake ya kitaifa na uhuru wake. Ripoti yake Sudi Mnete kuhusu mgogoro wa Mashariki ya Kati. Zaidi ya makombora 400 ya Ukraine yamelenga mji mkuu wa Urusi, Moscow, usiku wa kuamkia leo. Hata hivyo, meya wa Moscow amebainisha kuwa mengi yao yalizuiliwa yakiwa njiani. Mashambulizi hayo yanaonyesha jinsi ambavyo Ukraine imekuwa ikiimarisha nguvu zake za kijeshi dhidi ya Urusi katika vita inayoendelea. Thelma Mwazaya anaarifu zaidi.
Kwa mujibu wa taarifa ya meya wa Moscow, Sergei Sobyanin, kupitia jukwaa la mtandao wa serikali wa Max, zaidi ya makombora 400 yalivurumishwa kutokea saa 2:30 usiku hadi alfajiri. Mengi yao yalizuiliwa yalipokuwa safarini kuelekea Moscow. Kulingana na shirika la habari la Urusi la TASS, watu 6 wakiwemo raia 3 wa kigeni wamelazwa kwenye hospitali ya Domodedovo baada ya kujeruhiwa kwenye mashambulizi hayo usiku kucha. Mji wa Domodedovo uko kusini mwa Moscow na mwenyeji wa uwanja wa kimataifa wa ndege unaowahudumia wakazi wa mji mkuu. Duru zinaeleza kuwa makombora ya Ukraine yalishambulia meli 7 za Urusi usiku kucha kwenye Bahari Nyeusi na ya Azov, anaelezea kamanda wa jeshi la Ukraine. Kamanda Robert Brovdi kupitia jukwaa la Telegram amefafanua kuwa meli 4 za mizigo na 3 za mafuta zilishambuliwa na kuiongeza idadi jumla ya meli zilizoshambuliwa mwezi Julai. Kadhalika vituo vidogo 7 vilivamiwa kwenye eneo linalomilikiwa na Urusi la rasi ya Crimea. Baadhi ya vituo vya gesi vya kampuni ya Gazprom vilivyoko eneo la Baskotostan vimerejesha operesheni zake baada ya kushambuliwa na makombora ya Ukraine wiki iliyopita, limeripoti shirika la habari la Interfax na kumnukuu waziri mkuu wa eneo hilo. Siku ya Jumapili, rais wa Urusi Vladimir Putin alikutana na waziri wa mambo ya kigeni wa Korea Kaskazini Choi Soon-hu na kumshukuru kwa mchango wao katika operesheni ya kijeshi, imeelezea Kremlin. Duru zinaelezea kuwa vikosi vya Korea Kaskazini vilisaidia Urusi kuzuia mashambulizi makubwa pale Ukraine ilipoivamia eneo lake la Kursk mwaka 2024. Kwenye kikao hicho, Korea Kaskazini ilibainisha kuwa kiongozi wake Kim Jong-un alithibitisha hivi karibuni kwa taifa hilo la Asia litaendelea kuimarisha uhusiano wao na Urusi. DW tunavuma kwa kishindo. Licha ya amri ya mahakama kuu kusimamisha kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola katika kambi ya jeshi la anga la Laikipia nchini Kenya, Marekani sasa imethibitisha kuwa wafanyakazi wake 7 wa misaada ya kibinadamu wamewekwa karantini katika kituo hicho. Hatua hiyo imezua maswali mapya kuhusu uhalali wa uendeshaji wa kituo hicho na iwapo serikali za Kenya na Marekani zimepuuza maagizo ya mahakama. Kutoka Nairobi, mwandishi wetu Shisia Wasilwa na maelezo zaidi. Wafanyikazi hao 7 wa kikosi cha msaada wa majanga cha Samaritan Pass ndio watu wa kwanza wanaojulikana kuwekwa katika kituo hicho cha karantini. Kituo hicho kimekuwa kikipingwa na wananchi, kimejadiliwa bungeni na pia kimekuwa kikikabiliwa na changamoto za kisheria kuhusu uhalali wa kuanzishwa kwake. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, rais na mkurugenzi mtendaji wa Samaritan Pass Franklin Graham alisema wafanyikazi hao waonyeshi dalili zozote za Ebola, lakini wanafuata agizo la serikali ya Kenya la kukaa karantini kwa siku 21. Ufichuzi huo umejiri siku moja baada ya maafisa wa serikali ya Kenya kukataa kutoa maelezo kuhusu shughuli zinazoendelea katika kituo hicho walipoulizwa kuhusu uwepo wa Marekani hao. Awali, waziri wa afya Aden Duale alikuwa ametangaza kuwa kituo hicho kilikuwa kimefungwa kufuatia amri ya mahakama kuu. Hatua hiyo ina athari ipi kisheria? Chekai Msa ni mtaalamu wa masuala ya uongozi. Ni swala la kusikitia sana kuona kwamba Marekani kwanza imekeuka amri ya mahakama na pia kwenda kinyume na haki za kibinadamu. Kwa hivyo tukienda kuwa kwamba tuko na visa vya Ebola hapa Kenya, itakuwa kwa makusudi ya Marekani na pia ulegevu wa serikali yetu ya Kenya. Raia hao 7 wa Marekani wanaishi katika mahema makubwa ya kijeshi yaliyowekwa ndani ya eneo lililozungushiwa uzio. Wanalala kwenye vitanda vya jeshi na chakula chao kinatolewa na jeshi la Marekani, kwa mujibu wa taarifa ya Samaritan Pass. Taarifa hiyo inaendelea kusema kuwa wafanyikazi hao walijitolea kufanya kazi mstari wa mbele katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilithibitisha kuwa Marekani hao wamehamishiwa katika kituo hicho nchini Kenya kama hatua ya tahadhari iliyoidhinishwa na serikali ya Kenya. Edwin Sifuna na Eugene Wamalwa ni viongozi wa upinzani, wamemkosoa Rais William Ruto. Hawezi kutuletea ugonjwa hapa na wewe tunajua hauna ule uwezo hata kutatua malaria. Jirani wetu Museveni amesema hata ruhusu Ebola ingie Uganda. Amefunga mipaka ya Uganda na DRC. Sasa hapa Kenya, William Ruto ameruhusu Ebola ingie Kenya. Hata hivyo, haijabainika ni lini Wamarekani hao waliwasili nchini Kenya.
wanatarajiwa kuondoka lini au kwa nini waliruhusiwa kuingia katika kituo hicho, ilhali mahakama kuu ilisimamisha mpango wa kituo hicho. Mkurugenzi mtendaji wa Katiba Institute Nora Mbagathi, ambaye shirika lake lilifungua kesi kupinga kuanzishwa kwa kituo hicho, alisema taarifa hizo zinatia wasiwasi mkubwa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. Na tukamilishe uchambuzi wa ripoti zetu kwa kuelekea huko Uganda. Serikali ya Uganda imepinga vikali hatua ya Marekani ya kutahadharisha raia wake kwenda nchi hiyo ya Afrika Mashariki, ikitaja kuwa hatari sana kwa usalama wao kuhusiana na ugonjwa wa Ebola, ugaidi, ukiukaji wa haki za binadamu na pia viwango vya juu vya uhalifu. Marekani imeiweka Uganda kwenye orodha ya nchi 22 hatari zaidi duniani pamoja na Mali, Somalia, Sudan, Chad, Korea Kaskazini na Afghanistan. Lubega Emmanuel ametutumia ripoti ifuatayo kutoka Kampala. Kulingana na taarifa za serikali ya Marekani, Uganda imeorodheshwa kutokana na hali ya kiafya, kiusalama na pia kisiasa katika nchi hiyo. Ijapokuwa Uganda ilitangaza kuwa na wagonjwa 3 tu waliothibitishwa kuugua Ebola, ambapo 2 walifariki na walitokea nchi jirani ya Kongo, Marekani inatahadharisha kuwa Ebola bado ni tishio katika nchi hiyo. Kwa upande wa ugaidi, hakuna kisa cha hivi karibuni kimeripotiwa, lakini mienendo ya wakosoaji wa serikali ya Uganda kutekwa na kuzuiliwa kinyume na sheria na jinsi kesi dhidi ya wanasiasa wa upinzani zinavyoendeshwa mahakamani huenda ni mojawapo ya sababu za Marekani kudai kuna ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu Uganda. Hii ni kwa mtazamo wa kiongozi wa upinzani bungeni Joel Senyonyi. The world thinks people are dropping dead of Ebola in Uganda every day. Dunia sasa inadhani watu wanadondoka na kufa kutokana na Ebola kila siku Uganda. Hii ni kwa sababu tumeshindwa kuelezea ukweli wa mambo na kushughulikia ipasavyo masuala ya haki za binadamu kidiplomasia. To better manage our image. Mwanasiasa Muhammad Sereko aliwahi kuwa mbunge wa Kampala ya Kati na ametoa angalizo hili. They don't know how to protect national interests. Viongozi wetu hawajui jinsi ya kulinda maslahi ya nchi. Ina maana watalii wote watavunja mipango yao ya kuja Uganda. Hamjui jinsi mnavyovuruga uchumi wa nchi. Do you know how much you destroyed the economy? Hata hivyo, msemaji wa serikali Alan Kasuja amepinga vikali hatua ya utawala wa Rais Donald Trump kuiorodhesha Uganda kuwa miongoni mwa mataifa hatari sana kwa usalama wa raia wa Marekani. Ameelezea sababu zilizotolewa kuwa dhaifu mno, kwani Uganda haiwezi kuorodheshwa na mataifa kama Korea Kaskazini, Afghanistan na mengine ya Afrika kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Niger, Mali na nyinginezo barani Afrika zilizoko kwenye orodha hiyo ya nchi 22. For you to tell your people not to come to Uganda because of some sort of serious crime. Kuambia raia wako wasije Uganda kutokana na uhalifu fulani, sababu wanazotoa kumshauri mtu yote kuja Uganda si sawa. Is anyone not to come to Uganda? Certainly. Naye mkurugenzi wa dawati la Kiswahili Akola Mazima kwenye kituo cha habari cha Uganda, ambayo ndio ofisi ya msemaji wa serikali, ameongezea hivi: wakati mwingine inakuwa tu ni uvumi, inakuwa tu ni siasa mbaya, inakuwa tu ni propaganda. Marekani huorodhesha mataifa kwa ngazi 4 za kiusalama, lakini ngazi ya 4 ambapo Uganda imeorodheshwa ndio hatari zaidi kuhusiana na ugaidi, ukiukaji wa haki za binadamu, na ambapo serikali ya Marekani huonya raia wake kwamba haiwezi kuwasaidia kwa dharura iwapo watapata matatizo. Mashaka ya watu mbalimbali Uganda ni kwamba mara nyingi mataifa mengine ya kigeni hufuata tahadhari za Marekani kufanya maamuzi kama hayo ambayo huathiri uchumi wa nchi, hususan katika sekta ya utalii. Lubega Emmanuel, DW, Kampala. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, basi tukutane katika taarifa yetu ya habari ya kesho asubuhi na dakika na masaa 11 asubuhi na dakika 45, na jina langu ni Ite Idi George. Asante, chao.